Tulibariki jina lako. Asante kwa sababu ya asubuhi ya leo. Imekupendeza Bwana tuwe uweponi mwako. Neno lako lasema ni vema wanaokuwa mahali pamoja kwa umoja, na pale walipo wawili watatu kwa jina lako, wewe uko katikati yao. Mfalme, unaamuru baraka wenzetu ambao bado wako njiani kuelekea mahali hapa, harakisha nyayo zao. Sisi ambapo tumeshafika ukatuhudumia. Asante kwa ajili ya wote wanaotufuatilia kwa njia ya mitandao, ukawabariki, ukawainue kwa ajili ya utukufu wako Bwana. Tufungue mioyo Bwana kwa utukufu wa jina lako, na ni kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Amen. Tunaweza kuketi na siku ya leo naomba Biblia hii. Tunataka really kuongea kuhusu kitu kinaitwa the superiority of the Christian life in the church. Last week niliacha nikiwa ninaongea kuhusu ile msalaba pale ilipo juu. Nikasema pale kuna distance kutoka hapa mwanzo mpaka pale mahali kuna cross, ni kutoka hapa chini mpaka pale ni mahusiano baina ya sisi kwa sisi, alafu kuanzia pale juu mpaka pale kuna ile alama ya njiwa, ni mahusiano baina ya sisi na Mungu. Na nikasema asilimia kubwa ya Torati, asilimia kubwa ya amri 10 ya Mungu inaongea kuhusu mahusiano yetu sisi kwa sisi, alafu sehemu ndogo tu inaongea kuhusu mahusiano yetu na Mungu. So kabla tusonge mbele pale, maana leo naongea kuhusu the superiority of the Christian life in the church. Upekee wa maisha ya Kikristo, huyu Mkristo akiwa kanisani. Lakini leo tutaangazia kuanzia mstari wa mlango wa 13 kitabu cha Waebrania, mlango wa 13 tutaanza mstari wa kwanza mpaka 19. Ila pale chini kuna mahali ambapo ilikuwa ni some last week na okay. Hebu nisomee mlango wa 12 mstari wa 14. Leo tunaongea kuhusu ubora wa Mkristo, wa maisha ya Mkristo akiwa kanisani. Ubora wa maisha ya Mkristo akiwa kanisani. Kizungu iko stronger because something superior ni zaidi ya ubora. Ni zaidi ya ubora. So mimi nasema ni upekee kama hicho, lakini si neno. Nilipata tafsiri nikapata ndio. Hebu nisomee hiyo Waebrania 12 mstari wa 14 na 15. So tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Ndio. Na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao. Kiangalia sana kila mtu asipungukiwe neema ya Mungu. China la uchungu lisije likachipuka na kuwasumbua. Na watu wengi wakatiwa najisi kwa hilo. Bwana asifiwe. Hiyo ni pale bado tulikuwa tuko kule. Kwa nini? Kwa superiority of the Father's way. Superiority of the way forward. Kila tukiongea tunakuwa na way forward. Na way forward ya ile superiority of Father's way imetuambia nini? Tutafute kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Na baada ya kuwa na amani na watu wote, na tutafute pia kuwa na nini? Utakatifu. Maana pasipo hizo vitu viwili hakuna atakayemuona Mungu asipokuwa naye. Asipokuwa na amani na watu wote, na asipokuwa na utakatifu. Kuna moja tuna traveling instruction. Tunaweza kwenda tukasema pale Yesu alisema kwenye kitabu cha Yohana 4:24 ya kwamba saa ipo ambapo waabuduo halisi wataabudu Bwana katika nini? Roho na kweli. Maana Mungu anatafuta watu kama hao wamwabudu katika roho na nini? Kweli. Sasa katika huu kweli ndio maandiko yanasema tutafute amani na watu wote. Tafuteni kwa bidii. Kutafuta kwa bidii, nikiongea kwa mtizamo wangu, ni kwamba mtu amekosea
lakini bado unamwachilia, manake wataka amani. Haleluya. Amekudhulumu, lakini bado unaachilia ile dhuluma, maana wataka nini? Amani. Unaitafuta kwa bidii. Yaani mahali ambao wewe ndio umekosewa, tena bado unaomba msamaha. Yasili tunataka Mungu atete ndio wajue Mungu wangu. Mimi nikiwa mmoja wao tu, nikiwa binadamu, napenda kabisa Mungu inuka, maadui yangu watawanyike. Daudi alikuwa anasema wangoe meno yote wabaki kibogoyo. The real human being. Anapenda kuona Bwana amka utete. Amka utete, naona utete na mimi. Rose Muhando zamani alikuwa anaimba wimbo nimekukimbilia ewe Bwana alipokuwa anaanza. Lakini hivi akaimba nyingine, kuna ile ambayo ameimba ambao imevuma sana, anaongea kuhusu Mungu nimemwachia malaika wako watete nao. Sijui nani pigana nao. Sasa zamani alikuwa anamkimbilia Bwana kwenye nyenyekevu. Lakini siku hizi Bwana nimekuachia tena nao. So kutafuta amani ni kwamba mtu ambaye haufai kumsamehe, yeye ndiye ambaye amekukosea, tena bado unajaribu kumake sure ya kwamba wewe umeomba msamaha. Utafuta amani na watu wote na huo utakatifu. Acha tunakuja mapema kwa maana hii disruption hii. Unajua mimi nazidi kuzeeka. Jambo ndogo hivi inanikoroga. Inaninyang'anya wave. Yes. Okay, tunaendelea sasa, tuko sawa. We are settled. Unasikia? Tutafute kwa bidii kuwa na amani na watu wote, wabaya kwa wazuri. Tutafute kuwa na amani. And this faith, juzi mtu alifundisha kuhusu nini? Madhara yanayopatikana kwa kutokusamehe. Kutokusamehe kumbe inakuathiri wewe. Haiathiri huyu ambaye amekosea. Because yeye amekosea na amefuata shughuli zake. Hiyo mambo ya kwamba alikosea hata hana habari. Yeye amefuata maisha yake kawaida. Wewe ndio unabaki hapo, fulani kalinikosea. Kwa hivyo inakuumiza wewe mwenyewe. Alafu na utakatifu, maana pasipo hiyo hakuna atakayemuona Mungu. Kisha hapa chini wanasema usinitafutie mama Cynthia, nipatie beti mali hizo. Wanaambia anakosa mbele duka moja. Kazi ya Lois hiyo na Mary. Bwana Yesu asifiwe. Tuendelee, tuende sasa. Hebu sikiza hii sehemu ya pili. Mkiangalia sana mtu asipungukiwe na neema ya Mungu, shina la uchungu lisije likachipuka na kuwasumbua. Na watu wengi wakatiwa unajisi kwa hilo. Hilo nini? Hilo shina la uchungu. Really, tuko na watu ambao tumeishi tukiwa tumebeba watu katika maisha yetu. I repeat myself again. Na hao watu tuliowabeba katika mioyo yetu, they don't care. Maybe they are not bothered. Hata hawamo katika hiyo jambo ambalo wewe umemshikilia, sijui alinifanyia. Wewe hayo ni wewe unajuaga kwamba ulitendewa. Wewe unajua ulikosewa, ulifanywa nini. Lakini Paulo anasema kwamba mwandishi huyu, tuseme Paulo, manake si Paulo, hatujui ni nani. Wanasema the author anonymous. But what we know, anatu encourage na pia anatuhimiza. So anasema tusikubalie shina lote la uchungu likae ndani yetu, tusije tukatiwa unajisi. Mahusiano baina ya sisi kwa sisi ndio sehemu kubwa ya maisha. Mahusiano baina ya sisi kwa sisi. Bwana sifiwe. Ukisikia, nilikwambia ukisikia nimecheka na nimeweka pause, wako na neno kubwa ambayo nataka kuongea. Unajua na mama sisi siku moja atanipiga. Alikuwa anawaambia paka naona mke wangu anainamisha kichwa saa zingine. But kwangu mimi hiyo ndio truth. Wamama wengi wanakuja hapa wakitaka tuwaombee, manake bwana wake anamtesa.
lakini yeye anataka mamlaka ya kuenda kumanipulate yule mume. Pastor, niombee, maana yake mume wangu amenifanya hivi. Kumbe yeye hataki kutii mamlaka ya mume, anataka kwamba yule mume ndio kila kitu ambaye atakuwa yeye amesema mume asikie, afanye, which is wrong. Bwana sifiwe sana. So tafuteni amani. Shina la uchungu isibaki ndani yenu. Okay. Tumeenda sasa katika, tunaongea kuhusu nini? The superiority, tusikuwe na uchungu katika mioyo yetu kwa sasa. Nini mbaya? Wachana naye. Kumtungua. Oh, okay. Mwache atulie. He is harmless. Harmless. Bwana sifiwe. Sasa sikiliza, mahusiano ya sisi kwa sisi, ubora wa maisha ya Mkristo akiwa ndani ya kanisa. Sasa tumefika mlango wa 13. Soma mstari wa kwanza usikie sasa mahusiano baina ya sisi kwa sisi, vile inavyopasa tuende. Soma tukienda. Upendano wa ndugu na udumu. Upendano wa ndugu na udumu. Mstari wa kwanza imesema kama ni tuwe na ubora katika maisha ya Kikristo kanisani, lazima upendano wa undugu. Hawajua ukiweka kuhusu upendano wa undugu inaitwa nini? Inaitwa phileo. Ndio phileo, brotherly love. Brotherly love. Ndio maana Yesu akamuuliza Petro mara 3. Petro Bariona, do you love me? Kwanza kulikuwa ni phileo. Nyingine iko nyingine. Alafu kulikuwa na hii ya 3, do you agape me? Ndio ya mwisho. Sasa upendano wa undugu. Mimi nasemaga nashukuru Mungu kwa mke wangu ambao nilimuoa. Maana yake sikumpenda kwa sababu nataka kumuoa. Nilimpenda brotherly love. Na bado nampenda hiyo brotherly love mpaka leo. Na yeye pia anapenda hiyo brotherly love mpaka leo, na godly love. Maana yake kwanza lazima uwe na agape, na hii agape ndio itafanya uone kila mtu kama ndugu yako, dada yako, ndio izae hizi upendo zingine. Kwa hivyo tuwe na nini? Upendo wa kindugu. Na shangaa na mtu anaitwa Kaini. Mungu anamuuliza ndugu yako yuko wapi? Anamuuliza Mungu kijeuri, am I my brother's caretaker? Na mimi nashangaa huyu jamaa mjeuri anaongea na Mungu hivyo. Umenifanya mimi kuwa mchungaji wa ndugu yangu? Of course. Kama wataka tuboreshe maisha ya Ukristo kanisani, lazima we must be our brothers caretakers. Lazima ujali. Na ukijali ndugu yako, ukiona aenda makosa, utamuita umuonye. Sasa ikataa yeye mwenyewe kutokusikia, lakini wewe umefanya upande wako. Kwa hivyo upendano wa undugu idumu. Kudumu nini? Iendelee kuwepo. Najua kuna wakati tunakosana, kuna wakati tunavunjana moyo, kuna wakati maana tuna mdomo, lazima utasikia. Mimi nimeongea Theophilus kuhusu vibaya, pastor jana ameongea hivi, Theophilus ameongea, hizo ziko. Lakini pamoja na hayo ukumbuke, tukirudi kule mlango wa 12 mstari 14 imesema nini? Mstari 15 imesema nini? Imesemaje? Shina angalia sana mtu asimjue neema ya Mungu. 14 imesema nini? Tafuteni kuwa na bidii. Kwa bidii. Tafuteni kwa bidii. So kuwa na amani ni kusema kutafuta kwa bidii ni idumu. Upendano wa undugu lazima idumu, ikiwa tunataka tuende nini na maisha ubora ya maisha ya Kristo, tukiwa wapi? Kanisani. Kwa hivyo tuna mstari wa 12 anasema nini? Mstari wa mlango wa 12 mlango wa 13 mstari wa 2. Msisahau kwa fadhili wageni. Na msisahau kwa fadhili wageni. Kwa nini? Maana kwa ajili ya hii wengine waliwakaribisha malaika pasipo kujua. My friend. In fact nilikuwa naambia watu Kiswahili najua. Kwa maana nilipokuwa kijana nilikuwa na kitabu ambapo ina hadithi Mithali 100 na maana yake. Na nikiwa naishi hizo mithali zilikuwa zina ring in my mind. Kwa mfano nikasema mtenda mema hutendea nafsi yake. Tenda wema uende zako.
Bwana sifiwe. Sasa mtenda mema ndani nafsi yake ni kwamba kila ambao umefanya wewe siku ya leo, hata wazungu wanasema what goes around comes around, si ndio? Sasa anasemaje? Anasema hapo kwamba msisahau kuwafadhili wengine, wageni. Kile ambao kuna mgeni huko kile ambao unafanyia mgeni, unajifanyia. Kwa maana Maandiko yanasema nini? Kwa maana kwa njia hii wengine wamekaribisha malaika pasipo kujua. Wewe ulikaribisha ukidhania umekaribisha mgeni, kumbe umekaribisha malaika. Na kweli kwa ukana watu. Hata hivyo kuna wengine pia tumewahi karibisha shetani pasipo kujua. Ni mtihani mgumu. Kwa sababu kuna wengine, mimi mwenyewe sasa personally nimehost mtu alafu akitoka anabeba vitu vyangu. Wakati nilikuwa nimechumbia mchumba wangu Mwamerika, alinipatiaga msalaba ile kitu cha ita necklace ya silver, na nilikuwa naithamini sana hiyo. Lakini nilipokaribisha mtu kwangu, alipokuwa na hamu akiondoka kwangu, yule jamaa hakuniaga, na vile vitu aliona thamani kubeba kwangu zilikuwa ni hiyo msalaba wangu wa silver na kinanda ambao nilikuwa nimetunua kutoka ng'ambo. Hizo ndio vitu ambao yeye alibeba. Kwa hivyo kwa kukaribisha wageni, kwa kukaribisha wageni, wengine walikaribisha malaika, lakini wengine pia walikaribisha mashetani pasipo kujua. But uko tuache, because we are not negative people, we are positive people, we speak positive. Kwa hivyo kwa kukaribisha wageni, wengine walikaribisha malaika pasipo kujua. Kwa hivyo msisahau kuwafadhili nini? Wageni. Kufadhiliana. Twende mbele, songe mbele. Wakumbukeni hao waliofungwa kama kwamba mmefungwa pamoja nao. Wakumbukeni hao waliofungwa kama kwamba mlifungwa pamoja na wao. Wale waliofungwa kana kwamba tulifungwa pamoja na. Tuwakumbuke waliofungwa kana kwamba tulifungwa pamoja na wao. Utawakumbuka vipi? It is important sometimes to take your time na kuombea watu walio gerezani hata kama hautaenda huko. Hiyo ni na kuna wengine pia wamefungwa kiroho. Spiritually people are bound and you might not know. Kwa wakati ambao unaka, na mimi naprefer kitabu cha Romans. Hebu tuende kwa Romans chapter 12 verses 2. Hiyo inaniguza sana. Na nafikiri imekuwa one of my foundations. Romans chapter 12 and verses 2. Wala kuatishe namna ya dunia. Ndio. Bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. The renewal of mind. And that one can deliver. We have people who are prisoners but mentally. Some of them are prisoners but spiritually. And some of them are prisoners physically. Well, those who are spiritually, who are prisoners mentally, you can renew their minds. Kitu ambao macho ya mtu alikuwa haoni hapo kama kuna njia. Unakaa na yeye, unakaa kama umefungwa pamoja naye. Ndio maana most likely nikiongea na watu huwa napenda kuambia ushuhuda wa maisha yangu ya kwamba I deliver them mentally. I tell them they're still God. Even me, I was there where you are now. And now I am not there. I lack job. Niliwahi fukuzwa. Niliwahi kukataa kuandikwa maana sina hela ya kutoana kitu kidogo. So waliofungwa tukae kama ambaye tumefungwa pamoja na wao. Kwa hivyo kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 19, hiyo tunaongea kuhusu the way forward. Maana hapa sasa ukumbuke tumemaliza nini? Tulikuwa tunaangazia kitabu cha Waebrania na hii ni mstari wa mwisho. Almost 2 months tumekuwa tukiongea. Kama tumeanza hata mwaka jana. Tumeanza lini hii subject tumeanza?
It is almost 5 months we've been talking only on the book of Hebrews. Na nimesema kwamba ni kitabu cha kafara ambao ni Leviticus in the New Testament. Na kitu cha kwanza tukienda kwa kitabu kile tunasema kile ambayo tunatakana tutoe ni miili yetu kwanza kabisa. Hebu katika maisha yetu sote mstari wa ile inasema nini? Sikiliza sasa. Naongea kuhusu the superiority of Christian life in the church. Mstari wa ile unasemaje? Ndoa na heshimiwe na watu wote. Tukiwa kanisani our life, ubora wa maisha yetu tukiwa kanisani ni ndoa iheshimiwe na watu wote. Wewe mume uheshimu ndoa yako, na wewe mwanaume uheshimu ndoa yako, na ufanye hiyo ndoa yenu iheshimiwe na walie nje. Maana wewe kama utaongea kuhusu mume wako, I tell this for free, yale ambayo niliongelesha mke wangu kuhusu watu wa kwetu, ninaamini ya kwamba hayo ndiye ambaye anajua walivyo watu wa kwetu, na vile alivyonieleza kuhusu watu wa kwao, hivyo ndivyo mimi pia nachukulia watu wa kwao mpaka leo. Akiniambia watu wa kwao ni watu wachawi day one tulipokutana, kama aliniambia ni watu wachawi, na mimi hiyo ni swala nzito katika ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wale mnaolewa na wale mliolewa na wale mtakaoolewa. Wamama wengi, wasichana wengi wakiolewa anachukua maavia kama adui yake. Na nimewahi kaa na familia ambao wanaamini ya kwamba mamake bwana ni mchawi. Na binti yangu ukisema mamake bwana, sasa hii mamake Lois akiita mamangu mchawi, hata Lois pia akiolewa atasema mamake bwanake mchawi. Manake hiyo ndio mbegu ambao amelelewa akiona. So ndio nimesema ndoa inapoheshimiwa, wewe ambao umeolewa ndio utafanya watu waheshimu mumeo, na wewe ambao umeoa ndio utafanya watu waheshimu mkeo. Kwa hivyo hii ndoa iheshimiwe, it does not just apply kwa wale wanandoa wawili eti wewe na mumeo. Ina apply kwako wewe na the environs. By the way, ukiendelea ukiongea ubaya huwa tukuza watu wako, mtaa mzima watakuwa wanadhihaki na dharau hao watoto wako. And that is community ambao haitasaidia watoto wako, maana wewe uliwahi kusema watoto hawana maana. So the picture on how you are seeing your family, nilikuongea kuhusu ndoa. Marriage ina consist mpaka hao watoto. Wanasema marriage be respected. Kwa vile utakavyoona hiyo nyumba yako, ndio the community will see you and your children. Kama umeongea vizuri, na ila pia inategemea mtizamo vile unaona wale walio nje ya ndoa yako. Ukizidi kuona kama hawana maana, that is how people will take it. Ndoa iheshimiwe na watu wote, alafu na malazi yawe safi. Na malazi yawe safi. Maisha ya Ukristo, yani ubora wa maisha ya Ukristo ukiwa kanisani. Tumesema kutafuta amani na watu wote na utakatifu, ambao Yesu alisema kitabu cha Yohana 4:24 kwamba Mungu ni roho, wamwabuduo inapasa kumwabudu kwa roho na kweli. Unaongea kwa lugha sawa, una karama unaimba sawa, una karama unahubiri sawa, lakini ukweli uko wapi? Na ukumbuke inashikana vizuri sana. Yakobo ambao tumemaliza kabla tuingie hii, alisema imani bila matendo imekufa. Uwezi niambia kwamba wewe una imani na una matendo. Ule mwenye matendo atakushinda. Ndio nikamwambia pale mbeleni, the reason why I embrace teaching, because wanasema sisi charismatic people we are full of power without what? Without principles. Ndio naambiaga mtu receive, anajiuliza ana receive nini? So motivational speakers wanatushinda because they give the children principles ya kupita mtihani, na wale wakipewa principles wanapita mtihani. Wanapewa principles ya kuishi na ndoa, unafuata principle, ndoa inadumu.
Mimi nimebaki tu hapa, mtu akija ndoa yangu na shida, piga magoti. Haya, rababoseba. Wamwabuduo halisi wataabudu kwa roho na ukweli. Tafuteni amani na watu wote na utakatifu. Imani pamoja na matendo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo malazi yawe masafi. Haleluya. Tusonge mbele. Tukienda mstari wa 5. Ubora, naongea kuhusu ubora wa kuwa Mkristo, yani ubora wa maisha ya Kristo ukiwa kanisani. Tuache hii bambanya ambapo tunataka vya Mungu na tumtaki Mungu. Na mimi sasa ni mtu mzima na nimetambua wamama wengi wanakuja kanisani tuwaombee wakakontrol waume zao. Maana yeye hataki principle ya kutii mumewe, anataka pastor niombee ili kila atakayeongea nyumbani tu mumewe hao anafanya tu bila kuuliza maswali. Na wanaume wengine pia wako hivyo, hataki kusikiliza mkewe. Nyumba yangu, ndoa yangu ina shida, na utaki kusikia mumekeo. We must, wanasema tukiunganisha principles and power, then church will be a very important and powerful institution because we have power. Now we need principles. Hebu soma. Usiwe na tabia ya kupenda fedha. Ukiwa kanisani usiwe na tabia ya kupenda fedha. Twende mbele. Muwe radhi na vitu mlivyo navyo. Na tuwe radhi na vitu, we need to be contented. Jana kwa kesha pia tulifundishwa hiyo. Timotheo anaambiwa na Paulo uwe na moyo wa kutosheka. Kile ambacho uko nacho, value it, consider it kama ni nguo yako, ofua hata kama ni moja, piga pasi, tosheka na hiyo. Haisemekani kwamba sasa ukae urelax. Unatafuta ile iko mbele, lakini unathamini hii ambayo uko nayo, unalitunza. Unaweza pewa sahihi wewe kama hujawahi kupata mtoto, upatie watoto 4 pamoja, utaweza kuwalea? Wewe haujawahi kumanage business ya shilingi 5,000, wataka milioni, will you manage that, my friends? Lazima tujifunze kutosheka na kile ambacho tuko nacho. Twende mbele. Kwa kuwa yeye mwenyewe amesema. Yeye mwenyewe amesema, nitakupungukia kabisa wala sitakuacha kabisa. Ubora wa maisha ya Kristo kanisani. Tosheka na hiyo ukijua kwamba yeye amesema sitakupungukia wala sitakuacha. Yeye mwenyewe amesema. Kwa ukiwa kanisani, ubora wake ni you have hope ya kwamba hautapungukiwa na kitu wala Bwana hatakuacha. Songa mbele. Hata kwa dhubutu kusema Bwana ndiye anisaidia. Sitaogopa. Mwanadamu atamtenda nini? Hiyo ndio bora sasa wa maisha ya Mkristo kanisani. Twathubutu kusema, yani twaongea, twasema makusudi bila kuficha ya kwamba, rudia hiyo, twathubutu kusema, hata twathubutu kusema Bwana ndiye anisaidia. Bwana ndiye anisaidiaye. Yani you totally believe ya kwamba whatever you have ni Bwana amepatia, si akili yako, si nguvu yako, si elimu yako, sio hela zako, ni Bwana ndiye. Na hiyo ni kweli, maana kama wewe ulifanya vituko ndio ukapata, those words will only haunt you. Kuna mama mmoja alikuwa ameimba kule Uganda, nilikuwa napenda hiyo nyimbo yake sana, lakini Kiluganda. Sasa alikuwa anasema ya kwamba shetani anamlalamikia Mungu, anamwambia Mungu ya kwamba hao watu wako Mungu wanakujaga kwangu, alafu mimi nawapatia vitu. Kama huyu msichana ako na simu kubwa hii, alikuja kwangu akafanya sherani kampatia simu. Alipokuja hapo kanisani kwako anashuhudia, haleluya, ni Bwana amenipa. Sasa wewe ulimpa nini? Naona mnatafakari.
tafakari ubora wa maisha ukiwa kanisani. Ukipata ambaye Mungu amekupatia kweli kabisa, unakuwa uko na amani na wathubutu kusema sitapungukiwa na kitu, wala Bwana amesema hata niacha kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Tumefika mstari ngapi? Unauliza mwanadamu atanitenda nini? Sitaogopa kitu, kwa maana kile niko nayo hakuna aliyenipatia. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ambao nanunua uwanja wa kanisa, niliambiwa itakana shilingi 700,000. Bwana mmoja akaenda akiambia majirani hapa ya kwamba tushirikiane, tukamwambia huyo mzungu tununue huo uwanja na tugawanye pesa. Alafu yeye huko akaenda kumwambia huyo mzungu kwamba huyo pastor anakudhulumu. Hiyo pesa, uwanja huo ni mdogo sana. Kwa hivyo wanatafuta bei ili kwamba wanunue ile. Sasa huyu mzungu naye akawa anashika huku na huku. Na wapendwa, nataka uelewe hivi, kuna vitu fulani wapitia maishani, Mungu anataka kujenga uaminifu kwako wewe na mtu unayefikiria umechonganishwa na yeye. Sasa long story short, kabisa sio mzungu alinunua uwanja, ni washirika tu walichanga, including huyo mzungu. Black and white. Mzungu alitoa pesa ngapi tunakumbuka kifedha? Shilingi 50,000. Hiyo ilikuwa just open. Simone na Ida. Katikati ya shilingi 700,000, mzungu alitoa only 50,000. Maana nikisema alinunua zote, hata washirika wanajiuliza na sisi zetu tuliochanga ziliendaga wapi? Na hiyo naongea hata wakiwa hapa 50,000. So tukanunua huo uwanja. Hao wazungu wananiamini mpaka leo, maana hawakutoa hiyo, na baadaye pesa tununua hiyo 700,000, wao wametoa only 50. Sasa hapa ndio unakuwa na ujasiri wa kusema sitaogopa mwanadamu atanifanya nini, lakini kama ningeli-compromise, sasa hapo siwezi kuwa na ujasiri kuongea kwamba Mungu ametenda. Hata huku akili nasema Mungu yupi ametenda na pesa ndio ulipewa ni mzuri. Pole pole mama. Sukunywe, mfungulie maji. Mfungulie maji ya kunywa. Bwana asifiwe. Kama nasema nini? Ili build confidence between me and those friends. Lakini yule ambaye alikuwa ameenda akisema kwamba huyu anaongezea ili apate pesa, he was proved wrong. So some of the things you are passing through in life, Mungu anataka mtu awe na confidence na wewe. Unasimama tu imara mpaka time will tell. Na wanasema fate will also tell. Watajua wewe hakuna ujanja ulikuwa unafanya, ulikuwa unatembea katika ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Hapa anasema katika kanisa, katika ukitembea kwa kanisa, wakumbukeni wale waliokuwa akiwaongoza, waliowaambia neno la Mungu, tena kwa kuchunguza sana mwisho wa mwenendo wao, igeni imani yao. Kwa hivyo ikiwa pastor na I wish pastors ambao watatoka katika huduma hii wakienda kufungua makanisa, wakae wakijua pastor wetu Pastor Wino alistruggle miaka 25 ndio tukafika mahali kama hapa. So sisemi ya kwamba mpaka wewe pia ufike miaka 25 ndio ufanikiwe. Yes, muujiza wako naweza kutokea. Na mimi niko afadhali, kuna wazee ambao walifanya huduma miaka yao yote na hakuna kitu walipata. Na maandiko yanasema bado kwa kitabu hiki mlango wa ufunuo, ile mlango wa imani, naita mlango wa imani kwa sababu ni the entire chapter 11 the book of Hebrews. Yasema na wengine wao hawakupata yale mambo waliotarajia, lakini bado Mungu haoni haya kuwaita watu wake, na walishikilia mpaka mwisho ijapokuwa zile ahadi hawakupata. So mimi ni kwa afadhali, angalau nimeona kazi. Kuna watu walioamini na walifanya huduma karibu miaka 50 na hawakuona kitu. So what am I saying here? Lazima ujue ya kwamba uige aliyekuwa mbele yako. Na ni tamu sana unaposhuhudia mtu vile mwendo wako umetembea na Mungu na yale magumu uliyopitia. Umechumbiwa mara kadhaa wakakataa. Ulichumbia mara kadhaa wakakataa. Ulipata kazi kafanyika hivi, nikawa namna hiyo, nikanyang'anywa mchumba, nikanyang'anywa hivi, nikanyang'anywa vile, lakini hapa niko, Mungu ameniweka. Si ni tamu? Ni tamu sana. Mimi nikienda mahali nianze kuhubiri nione watu wanasinzia,
natoa story yangu. Pap, naona kila mmoja. Na Mwafrika niliambiwa siri. Hata sasa nikiwaambia niwapatieni hadithi, utaona hata wale wamelala wanaamka. Maana tulizoea kupewa hadithi na kina babu na nyanya. Kama hadithi huwa ni tabu. Lakini ile ambayo sipendi nasema hadithi njoo, uongo njoo, utamu kolea. Kumbe hadithi zingine zachanganywa na uongo. Manake hadithi njoo, uongo njoo, alafu utamu fanya nini? Utamu kolea. Bwana Yesu asifiwe. So inafaa uwe mfano wa kuigwa. Maana kama naambiwa niige ni kwamba walifanya mazuri na ndio mimi naiga, ili na mimi pia baadaye nije niweze kuigwa ubora wa maisha ya Kikristo, ya Mkristo ndani ya kanisa. Ni kama jeshi. Praise the Lord. Then kuna long story short, nafikiri somo hili tutamalizia wiki 2 zijazo. Maana yake ni kubwa sana, ni condense pamoja. Na tukimaliza hapo tutasoma kitabu cha Filemoni, ni kitabu mlango moja na ni nzuri sana. Mtumwa aliyekuja akaokoka. Mtumwa aliyekuja kuokoka. Hiyo kitabu cha Filemoni ndio tunafuatia tukitoka kwa hii. Tunaenda pande mwingine. Sasa wacha tuangalie concluding religious direction. Kuanzia mstari wa 7. Sasa mstari wa kwanza mpaka wa 6 ilikuwa inaitwa concluding moral direction. Concluding moral direction from chapter Hebrews chapter 13 from verses 1 to verses 6 inaongea kuhusu moral direction, mwongozo wa kitabia ukiwa kanisani. Lakini kuanzia mstari wa 7 mpaka 17 inaongea kuhusu religious direction. Sasa religious direction inasema nini? Mwongozo wa kidini inasema vipi? Soma mstari wa 7. Wakumbukeni wale waliokuwa wakiwaongoza. Waliwaambia neno la Mungu. Tena kwa kuchunguza sana mwisho wao. Tena mchunguze sana mwisho wa mwenendo wao. Ndio nasikia Paulo akisema kitu ninachoomba ni niwe na mwisho mzuri kuliko mwanzo. We know people who started very powerfully. Walianza makanisa kwa nguvu. Kajua hapa ndio sasa kuna mhubiri ameingia mjini. Lakini mwisho wao wakamaliza kwa aibu kiasi kwamba hata wakitajwa mahali hutamani kusikiliza. Unaweza jana mwenyewe maisha umeshakaa kwa duniani alianza vizuri. Ndio Paulo anasema mimi naomba Mungu niwe na mwisho mzuri kuliko mwanzo. Sasa huyu anasema katika direction ya kidini tuangalie mwisho wao walimaliza. Kwa mfano sahihi, aje nichukue mfano wa papasi. Papasi sahihi kuna Popleo, the what? The 14th. The 14th. Leo the 14th. Ni kwamba kulikuwa na Leo the first. Sasa yeye anaiga hiyo jina wanachukuaga kutokana na yule ameadmire kwamba yule aliyeishi alifanya nini na nini. So na hata sasa sisi tunaangalia maisha ya Pope Leo the 14th ya kwamba je, atakuwa sawa na the second ama the third ama the first? Really atafanya kama yule ama amejipatia tu jina kujipatia jina? Sasa tunaona tuangalie mwisho. Na huyo aliyekuwa alikuwa na Pope what? Pope aliyekufa alikuwa Pope Francis. Unaona? Sasa mwisho wake, na unajua saa zingine tunafikiri ilikuwa ni camera trick. Tunaweza kufikiri labda alikufa mapema. Mambo ni mengi. Wengine wanafikiria labda alikufa kitambo lakini wakambeba ili akuje atubarikie siku ya Pasaka. Maana yake alitubu siku ya Pasaka akabariki watu, ndiye akarudi akaenda kufa. Sasa mwisho wake ilikuwa ni wale fathers ambao wamependa kuwa pope. Nimechukua hiyo figa kubwa ili tuelewe. We want to see mwisho wako ilikuwaje. Je, unaweza igwa ama ulianza with excitement lakini kufika mahali imani imekushinda? Praise God.
Amen. Tumalizaje? Tulikuwa mstari wa 7, sio? Igeni imani yao. Igeni imani yao. Endelea. Yesu Kristo ni yule jana, leo na hata milele. Igeni imani ya hawa watu waliowatangulia. Lakini mkumbuke Yesu Kristo yeye habadiliki. Yeye hawa watabadilika, watapita, lakini yeye ni yeye yule jana, leo na hata milele. Hiyo inaitwa nini sasa? Inaitwa religious direction. Tunapofuata mfano wa Pastor Wino alifanya, Pastor Jamai alifanya, Mama Diana alifanya, Mama Nanio, Mama Abi alikuwa pale mlangoni, alifanya. So what I tell you, what you might not know is that ujue maisha yako ni mfano, iwe ni positive ama negative. There are people who are following you as their example. Sasa huyu mwandishi anambia tunapoiga hao wote, conclusion remains ya kwamba Yesu yeye ni yeye yule jana na hata milele. Kwa hiyo yeye ndio mfano wetu wa kufuatilia kuliko hao wengine wote. Twende mbele. Tukuliwe na mafundisho ya namna nyingine. Na ya kigeni. Msichukuliwe na mafundisho ya namna nyingine na ya mafundisho ya kigeni. That is concluding religious direction. Unajua kile ambao Pastor Wino anakufundisha? Unajua kile ambao Paulo alisema? Unajua kile ambao Petro alisema? Na umeshajua Yesu ni yule jana, leo na hata milele. Kwa hivyo msichukuliwe na mafundisho mengine ya kigeni. Sometimes wanakuwa happy. Sami alikuwa anambia jana, Pastor, unajua na Benja pia alinishtua kwanza. Aliniambia, Pastor, kwa nini ulipeana mtoto wangu abarikiwe na pastor mwingine ambao si wewe? Ilibidi nijieleze kwake. Niliwaambia, ukiona nimepeana mtu awawekelee mkono, ni mtu ambao nimemwangalia, nimemwamini. Na yule ambaye alibariki pastor, aliyebariki mtoto wa Benja, alikuwa rafiki yangu wa karibu sana, ambao amechangia kuwa hapa mahali nilipo. Alikuwa ni Pastor Nicodemus Mutinda, ndiye aliyekuwa honored kubariki mtoto wa Benja. Na unasikia mengi nimemtaja hapa mara si moja, connections nyingi nimepata kupitia kwake. Lakini vile hakuji hapa mara kwa mara, ndio wengine hawakujui. Sasa akaniambia, mimi sikufurahi Pastor, lakini nimweleza, akasema kama ni hivyo basi sasa sasa mimi akaniambia, Pastor, mimi ukiona hata tumehubiriwa vipi lakini si kuja kuwekelewa mikono, labda wewe ndiwe uniwekelee mikono, lakini sio mhubiri tu manaka amekuja kuhubiri. Na this is the advice, that is religious direction. Lazima ujue ni mafundisho hayo ni aina gani, umeyaelewa vipi. Na mimi nimesema tangu nibatizwe mwaka wa 1986, kila mahali nikiingia, nao pia Joma ameenda wapi jamani? Nitakuwa napiga kelele kila siku. Ushipa wapi? Tunafaa tunatamani tudini zamani itikadi ya kengele. Bwana Yesu na asifiwe. Nikumbushe nilikuwa nasema nini? Okay. Tangu nibatizwe 1986, sasa hivi nilikuwa nimebatizwa kama mara 10. Maana kila mhubiri anakuja mtaa, tukienda pale mbele yeye anaona kama mimi silikuwa, maana yake nilikuwa niko mtoto, anataka nibatizwe tena. Kila nikija anataka niokoke tena. Kila nikija anataka niokoke tena. Sasa najiuliza nitaokoka mara ngapi? But thank God because of the foundation ambao niliwekewa. Na ndio maana nilitaka niongee na watoto siku moja Sunday school. Naambia nikishakubatiza, ubatizo ni mara moja. Waebrania 9:27 inasema kama vile mtu amewekewa kufa mara ngapi? Kwa hivyo kubatizwa kuna kubatizwa mara mbili. Sasa ile ulikuwa ujifahamu, ili mtoto akifa akiwa mdogo anafufuka maana ajifahamu. Nauliza, atafufuka maana alikufa kama ajifahamu? Alikufa miaka 5, kwa hivyo alikuwa ajifahamu, afufuka kufa tena.
hiyo direction ya dini. Sana. Hizo kazi zingine achana nayo, ila kwa mitambo bana. Tusonge mbele. Tulikuwa mstari wangapi? Tulikuwa kitabu cha Ibrania 13. Tunamalizia hiki kitabu cha sacrifices. Sacrifice. Kristo alitolewa kafara mara moja. We don't need to sacrifice again. Christ was crucified once. Soma kama umefika pale kwa tunaendelea naye. Maana ni vizuri. Moyo ufanye imara kwa neema. Maana ni vizuri moyo ufanye imara kwa neema. Ufanywe imara. Na utengeneze hii sauti yake, microphone yangu pia haiko sawa. Tuendelee mbele. Wala si kwa uko mstari ngapi? Nimepitiliwa kidogo. Mstari wa 8. Mlango wa ngapi? Mlango wa 15. Mbona yangu asema Yesu ni yeye yule? Watisa, okay, sawa, tuendelee. Maana msingi moyo ufanye imara kwa neema, wala si kwa vyakula. Ndio. Ambavyo wao waliokwenda navyo hawakupata faida. Okay. Mstari wa 11. Mstari wa 11. Yes. Maana wanyama wale ambao damu yao leta ndani ya patakatifu na kuhani mkuu kwa ajili ya dhambi, vilivili vyao kuteketezwa nje ya kambi. Vilivili vyao uteketezwa nje ya kambi. Nafikiri hapo kuna fumbo. Tusonga mbele. Kwa ajili hii Yesu naye ndio watakase watu kwa damu yake mwenyewe. Aliteswa nje ya lango. Wapi? Nje ya lango. Ilikuwa ni wapi nje ya lango? Yesu alitundikwa wapi? Aliteswa wapi? Hamjui pale alitundikwa Yesu? Golgotha, si ndio? Kumbuke amezaliwa Nazareti. Akaenda pale milima Mizeituni, akapelekwa kwa Kayafa, akapelekwa kwa Pilato, lakini akaondolewa apelekwe nje ya lango katika makutano ya njia. Kwa maana kuna ile sadaka ilikuwa ikichinjwa. Bwana sifiwe. Hii tamaduni iko na Wajaluo na Waluya. Sijui kama huko pia iko, lakini siwezi kuongea. Ilikuja kuna hii tambiko Wajaluo wanaita dhoch. Sijui kama Waluya wanaitaje. Ni kwamba ukiwa na ugonjwa kama kifafa na hayo ya maroho za kuokotwa, wanakupeleka katikati ya njia. Wanachinja, wanachukua yule ile ushirikina, lakini uelewe. Wanachukua yule mnyama, wanakuzunguka. Na wengine inafanyika mpaka kanisani leo, wengine wanafanywa hizi vituko na kwa jina la Yesu, ambao ni ushirikina. Ndio tunaambia tusibebwe na mafundisho yasiyojulikana yanatoka wapi na wapi. Wanachukua yule mnyama, alafu wewe umepiga magoti, wanakufanya hivi kichwani. Wakishaifanya hivi kichwani, wanamchinja, wanakunyunyiza ile damu, alafu anawachwa pale ama anatupwa. Sasa akishatupwa, mtu mnyama anaweza kuja achukue ama mtu akuje achukue, lakini ni kando ya njia. Na hiyo tambiko huwa ni naongea kuhusu kimila. Yule ambaye atapitia, na wengine wenu hapa ndio maana nataka nikaweze kuwa balanced. Wengine wetu tuateseka kwa sababu tulipitia mahali ambao hizo tambiko zilifanywa. Manake lengo lao ni akisha rusha, mambo haya yanafanyika usiku saa 6. Mahali wakati wengine wote wamelala. Sasa atakayepita kwa ile njia wa kwanza atabeba ule ugonjwa. Kwa hivyo sioni kama ni uponyaji. Ndio wanasema kwa Kijaluo wanasema lokodhochi, kubadilisha itoke kwako wewe iende kwa mwingine. That is not now solution. Sasa hivyo tambiko hilo walikuwa wakifanya kwa Walawi wa zamani. Wao walikuwa hawafanyi mwingine akaweze kuokota. Walikuwa wanafanya nje ya mji, kutupa hayo matatizo nje. Manake tamaduni ya Kiyahudi ya fanana ya Kiafrika. Kwa hivyo nimeongea kuhusu Kiluya na Wajaluo. Wao wanaitupa huko nje ya lango, wanamchinja. Manake amechukua laana yako, na laana hii hatuitaki
ndani ya nchi. Kwa hivyo anapelekwa wapi? Nje. Kadhalika Kristo naye alifanyika vipi hapo kwa Kristo hapo? Kwa ajili hii ya kafara hii, Yesu naye ili awatakase watu. Na ukumbuke nimesema Walawi walitumia mafahali, ng'ombe, mbuzi, lakini hapa Agano Jipya, Leviticus in New Testament, ambapo ndio Hebrews. Sasa hapa hatuna damu ya ng'ombe wala fahali, kuna damu ya Yesu ili awatakase watu kwa damu yake mwenyewe. Alifanyaje? Aliteswa nje ya lango. Yeye naye aliteswa nje ya lango, Golgotha. Na hapo Golgotha ni nje ya lango kwa sababu gani? Kuna wafanyabiashara wanaotoka Damaski wakielekea Samaria, wanaotoka Samaria wakielekea Babeli, wanaotoka Babeli wakiingia Jerusalem, lakini nje. In fact, katika ukienda katika mpaka wa nchi kuna mahali panaitwa no man's land. Ikiwa unaweza kwenda usimame hapo na unafanya makosa, Tanzania hawawezi kushika na Kenya wakushiki. Kama ni mpaka wa Kenya na Uganda, wa Uganda hawakushiki na wa Kenya pia hawakushiki, because that is a no man's land. Na ndio maana walikuwa wanafanya kafara hapo, manake sio hapa na sio kule. Yesu naye akapelekwa hapo atukomboe kwa damu yake mwenyewe. Haleluya. Nikaishaje? Meshaidi. Mstari wangapi mbele baadaye? 10 na ngapi? 13 yasema nini? Maana yake inafaa 17 lakini time zimeenda. Basi tutoke tumwendee nje ya kambi. Kama ni hivyo basi, na sisi tutoke tumwendee Yesu nje ya kambi. Tukichukua shutumu lake. Yaani naongea kuhusu Christian life, okay, the superiority of Christian life in church. Tuko radhi kuchukua shutumu la Kristo. Afadhali ushutumiwe kwa kitu ambao haukufanya. Yule unamwona yule msichana ule msichana anachukua waume za watu. Yule amevaa sasa ni kutongoza na ule kijana ule kati na binti yake. Afadhali hizo shutuma ziwe ni za urongo kuliko ushutumiwe ikiwa ni kweli. Maana Kristo alishutumiwa kwa kosa ambapo haikuwa ni lake. My friend, utaana heshima ya kudumu kama utakubali discipline the way of the Father, alafu ukubali kupitia shutumu ambapo si yako. Utaishi maisha yako ukiwa uko na amani na furaha. Amen. Tusimame kwa miguu yetu. Next week naendelea, tutakamilisha tu hapo. Nataka kujua baadaye kwamba hiyo kitabu cha Waebrania inalenga nini, inafaa tubadilishe vipi, na tutamalizia na tunaongea baadaye kitabu cha Filemoni. Filemoni mtumwa aliyeokoka. Nimeanza kuikampenia ujue vile ambaye inakuwa kitabu kizuri, the book of Philemon. A slave believer, mtumwa mwokovu, Filemoni. Na ngoja hiyo beat ya worship. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Tumesoma climax yetu, tulisema kwa kitabu cha Waebrania 12, 14 na 15 ilisema tafuteni amani na watu wote na huo utakatifu, maana pasipo huo hakuna atakaye muona Mungu. Pasipo amani na watu wote, nikisema watu wote, hata yule aliyekuibia, hata yule ambaye anakutukana, hata yule ambaye humpendi, utafute amani na yeye. Na nikasema ya kwamba kuweka mtu moyoni mwako itakuumiza tu wewe. Unakuwaga captive. It makes you captive, personal captive. Maana alikufanyia na hata akumbuki. Alafu anasema shina la uchungu isibaki mioyoni mwenu. We have people who are suffering kwa sababu shina la uchungu. Mwingine kwa sababu ulijeruhiwa na mwanaume.
unachukulia kwamba wanaume wote ni wabaya, kwa maana umebaki shina la uchungu. Kwa kuwa ulijeruhiwa na msichana mwingine, unachukua hiyo yote moyoni mwako, unafikiri wasichana wote ni wabaya. Bwana anasema shina la uchungu lisibaki ndani ya moyo wa mtu.